Ali Shahaban Kamwe, msemaji wa Young Africa, amefanya bonge la interview ambayo inaendelea kusifiwa kwa wote wapenzi wa soka, si mashabiki hapa, nazungumzia wapenzi wa soka, wadau wa soka, watu wanaolijua soka. Sasa si hilo ambalo nimetaka kukuletea leo hii, nimetaka nikuletee kile ambacho Ali Shahaban Kamwe alichoteta na Fiston Kalala Mayele akiwa kule nchini Misri. Endelea kuselelea nasi hapa. Wacha nikukumbushe kitu. Jina langu ni Joseph January Kafu. Nini ambacho upaswi kukisahau ni kusubscribe channel hii, kushare video hizi na kulike pia, ili wa kwanza kujipatia miendelezo zinazotokea hapa. Fiston Kalala Mayele ni mmoja wa wachezaji kutoka DRC Congo ambao alicheza katika klabu ya Young Africa kwa mafanikio makubwa. Alikuwa ni moja ya wachezaji ambao alisaidia kwa kiasi kikubwa sana kuifikisha Young Africa katika fainali za shirikisho barani Afrika. Na baadaye Fiston Kalala Mayele aliamua kutimkia nchini Misri katika klabu ya Piramidi. Na baadaye kidogo mwamba aliweza kutimiza ndoto zake, ikiwa ni pamoja na kuchukua kombe la Afrika. Ikumbuke akiwa Young Africa aliishia fainali baada ya kupata matokeo yasiyostahili kwa upande wao kuchukua lile pale kombe la shirikisho. Lakini Mungu si Asmani, alipoenda kule nchini Misri akiwa na klabu yake mpya ya Pyramid FC, alibahatika kuchukua klabu bingwa, na si shirikisho tena bali klabu bingwa. Sasa Fiston Kalala Mayele amemsanua kitu kimoja bana, msemaji wa Young Africa hapa namzungumzia Ali Shahaban Kamwe. Nini alichomsanua? Msikilize huyo hapa Ali Shahaban Kamwe akitueleza. Dekarane vipi? Akaniambia ndugu yangu, mimi nimecheza Yanga, nimecheza Pyramid. Kaniambia ukweli, nimecheza Yanga, nimecheza Pyramid. Tanzania tuna safari kidogo kufika finali ya Champions League. Aliniambia ukweli, nimecheza Yanga hapo kwa Tanzania vizuri, lakini nimecheza pia hapa Misri, nimecheza na Pyramid finali. Chukua ubingwa. Ndio. Kama mchezaji naona kuna safari kidogo kufika. Kaniambia kwa nini? Kaniambia tukienda kwenye uhalisia, tunaposema uwekezaji unakubeba kufanya vizuri Champions League, labda Watanzania huwa hawaelewagi. Akanipa mfano, akaniambia mchezaji anayelipwa kidogo hapa Pyramids katika investment zao kidogo ilikuwa ni milioni 90 na ngapi kwa mwezi? 96. Kidogo. Yaani hiyo ndio kidogo. Hiyo ndio kima cha chini. Sio yeye. Yaani hiyo ndio kidogo. Huyo ni kidogo ambaye labda amepandishwa tena. Yuko benchi hapo. Umeelewa? 96. Nikamwambia wewe ngapi? Akambia wewe kaushe wewe. Baki sasa akataka kuelezea kwake. Maana sisi na yeye kamaliza mkataba. Nitakata nitoe breaking news yake hapo. Kamaliza mkataba na pia anamaliza mwezi wa 6. Sasa sio busara. Akaniambia ukisikia uwekezaji, sisi tunajitahidi kupambana, lakini walipofika timu zinazocheza finali, ili uwe na smooth, yani uone kama nakwenda kutafuta ubingwa wa Afrika, njia yako hiyo inaonekana kama unaenda finali. Sisi huku tuna hamasa tuna hamasa na kuomba Mungu pia na mihemko mingi na nini. Ni kweli na ni ukweli usiopingika. Tukubali tukatae, uwekezaji bado mdogo katika vilabu vyetu vya Tanzania kulinganisha na vilabu vya nje. Na hata ushindi ambao unaweza kusema kwamba Yanga kamfunga Pyramid, Yanga kamfunga Al Ahly, Yanga kaifunga Zamalek, inatokea tu pale matokeo ya mpira. Lakini tukija katika uhalisia na uwekezaji, vilabu hivi ni mbingu na ardhi. Lakini huko ndiko ambako tunakoelekea. Ukiangalia pale Simba Sport Club kuna Mo Dewji, mtu ambaye anajitoa kweli katika kuhakikisha Simba inaendelea kufanya vizuri kitaifa na kimataifa. Huku ukiangalia katika klabu ya Young Africa wapo GSM wakiendelea kuweka mzigo mzito ili kuhakikisha klabu yao ya Young Africa inazidi kufanya vizuri Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Tukumbuke kila klabu ambayo inataka kufanya vizuri inapambana kuwabakiza wachezaji wao pendwa na tegemezi, kama ambavyo Young Africa walifanya kwa Clement Mzize. Bana, ulikuwa nami Joseph January Kafu. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe channel hii, kushare, kulike video zetu. Asante.